Mfalme wa wafalme na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, twanyenyekea chini ya miguu yako, maana wewe ni mwalimu wa kipekee, tukiamini ya kwamba utatufunza kuanzia dakika hii na kuendelea kwa utukufu wa jina lako. Wote ambao wanatutazama na wale ambao wako hapa kanisani, na waombea baraka zako. Nitumie Bwana kama chombo chako, ili ujumbe ambao Baba ulitamani ufike katika mioyo yetu siku ya leo, ufike kulingana na yaliyo mapenzi yako. Hili ni ombi letu kwa imani, jinani mwake Kristo Bwana tumeomba tukiamini. Amen. Kwa wale ambao hawanifahamu, mimi naitwa Pastor Amos Karaja wa Njoroge. Na mimi ndio senior pastor hapa CFF Band Forest, na nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hiyo. Nataka tuweze kufungua Biblia zetu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tuko tu pale pale, hautotiraima na yenya, tuko bado kwa Matendo ya Mitume, na leo tuko sura ya 10. Leo tuko Matendo ya Mitume sura ya 10, na hapo ndipo tutakuwa tukijifunza siku ya leo. Kuna mambo ambayo tutajifunza pale kutokana na mtu mmoja ambaye anaitwa Cornelio, na mtu mwingine ambaye tumejifunza kuanzia kitabu cha Mathayo na the four gospels, tukaingia na yeye katika Matendo ya Mitume kuanzia chapter 1 kuendelea, ambaye anaitwa Petro. Pia tutamuona siku ya leo, na tutaelewa kile ambacho Mungu anatamani kifanyike kwa kanisa lake, kifanyike kwa watu wake, kwa sababu sisi tu kazi ya mikono ya Mungu, na Mungu yuko na haja na sisi sana. Bwana Yesu atukuzwe. Kuna mwimbaji mmoja ambaye anaimbanga wimbo ya Dash. Niliwaambia mimi nasikizanga mpaka ya Dash, lakini sifanyangi hivyo venye wanasema. Haya, Bwana Yesu atukuzwe. Kuna mwanamuziki mmoja anaimbanga wimbo ya Dash ya Kikuyu, na huwa anasema hivi: mbinguni ni kwetu sisi wote, na tukiokolewa na Yesu tutaenda huko. Sisi wote, kama Yesu atatuokoa sisi wote tutaenda huko. Na kama ni kwenyu, wewe ukifika enda ufunge mlango uone kama sisi hatutakuja. Sasa hiyo ni ya watu wa dunia ndio wanasemaga hivyo, lakini ni vizuri tuelewe ya kwamba Mungu alituumba akiwa na sababu, na ni sababu ya kutosha. Alitamani ya kwamba baada ya sisi kumpokea Yesu Kristo na kumfanya mwokozi katika maisha yetu, kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, sisi wote tuurithi ufalme wa Mungu. Na hiyo ndio ilikuwa matamanio ya Mungu, isipokuwa shetani naye huwa afurahi, anatakanga sisi tumfuate twende jehanamu. Tusome kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea. Katika mji wa Kaisaria palikuwa na mtu jina lake Cornelio, ambaye alikuwa jamadari wa kile kilichojulikana kama kikosi cha Kiitalia. Yeye alikuwa mcha Mungu pamoja na wote wa nyumbani mwake. Alikuwa akiwapa sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Siku moja alasiri, yapata saa 9, aliona maono waziwazi, malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Cornelio. Cornelio akatazama macho, akamkazia macho kwa hofu, akisema, kuna nini Bwana? Malaika akamwambia, sala zako na sadaka zako kwa maskini zimefika juu, na kwa kuwa na kuwa kumbusho mbele za Bwana, mbele za Mungu. Sasa tuma watu waende Yafa, wakamwite mtu mmoja jina lake Simioni aitwaye Petro. Yeye anaishi na Simioni mtengenezaji ngozi, ambaye nyumba yake iko kando ya bahari. Bwana Yesu atukuzwe. Kuna huyu mtu ambaye anaitwa Cornelio, na Cornelio alikuwa jemedari wa kikosi cha jeshi, na kilikuwa ni kikosi kikubwa sana, na kilikuwa ni kikosi ambacho kilisifika sana. Alikuwa ni mkubwa wa jeshi. Bwana Yesu atukuzwe. Alikuwa ni mkubwa wa jeshi,
na Kornelio alipata maono, na niliwapea tofauti ya ndoto na maono. Bwana Yesu atukuzwe. Hizo vitu mbili zinakaribiana lakini ni tofauti sana. Bible hapa imetufunulia wazi nini kilifanya Kornelio yake iitwe maono. Sikiza, tusome mstari wa 3. Siku moja alasiri yapata saa 9 mchana. Mnanielewa eh? Saa 9 mchana, kulikuwa na mwangaza, kulikuwa na jua. Aliona maono wazi wazi. Sasa hapo umeshika, ni saa 9 mchana na akaona maono. Hata usiku unaweza ona maono, lakini zaidi haya maono unaona ukiwa alert. Mnanielewa sasa? Unaona maono ukiwa alert, haujalala. Bwana Yesu atukuzwe. Maono unayaona wazi wazi mchana kukiwa na jua, hata ukiwa katikati ya watu unaona maono. Lakini ndoto huwa unaona wakati ambapo umelala na umefunga macho na haujielewi, saa hizo huko dunia ingine ya usingizi. Hapo ndipo huwa unaota ndoto. Bwana Yesu atukuzwe. Sijui kama tuko safari moja. Bwana Yesu atukuzwe. Na unajua mlisahau kupigia watu wa online makofi ndio wajue muko. Tutengeneze makofi, tupigie watu wa online na muwapigie hata shangwe, si ndio? Si ndio? Kuna watu wanatutazama wako live, wengine wako Nakuru, wengine wako Eldoret, wengine wako nje ya Kenya na wanakutazama live. Shangwe na vigelegele kwa Yesu wewe. Thank you. Kornelio aliona maono wazi wazi saa 9 mchana. Na hii maono aliambiwa mambo mawili. Aliambiwa mambo mawili. Mambo ambayo aliambiwa ni kwamba sadaka zako na sala zako zimefika mbinguni. Bwana Yesu atukuzwe. Sadaka na maombi huwa zinapelekana, na zikipelekana zinafika mbinguni. Kama wewe huwa unaomba, hata uombe fasting, na baada ya hiyo fasting haujatoa dhabihu, ujue haitimii. Rubber stamp ya maombi ni sadaka. Na ushike vizuri. Halo. Kornelio alikuwa mtoaji na alikuwa muombezi. Alikuwa akipiga magoti, anatafuta uso wa Mungu, na ili hayo yote yaweze kutimia, alikuwa anatoa sadaka. Akifast, akimalizia fasting yake anatoa sadaka. Akienda maombi, akipiga magoti alilie Mungu, kama hapa kanisani, baada ya yeye kuinua magoti yake juu, anatoa sadaka. Bwana Yesu atukuzwe. Natumai sasa hiyo imeeleweka. Sasa kutokana na hayo yote, malaika alimkujia, akaona maono, akaona kweli huyu ni mtu amesimama mbele yangu. Atina alikuwa na mavazi yanayong'ara. Kwa lugha nyingine ni mavazi meupe. Na akanena na Kornelio, akamwambia maneno haya. Sasa turudi pale. Kornelio akamkazia macho kwa hofu, akasema, kuna nini Bwana? Malaika akamwambia, sala zako na sadaka zako kwa maskini zimefika juu na kuwa kumbusho mbele za Mungu. Sasa tuma watu waende Yafa, wakamwita mtu jina lake Simioni, ambaye aitwaye kwa jina lingine Petro, that is Simon Peter. Mnakumbuka tumekuja na Simon Peter kuanzia the 4 Gospels, tukaingia na yeye kwa kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Tumekuja na Simon Peter katika chapter number 2, watu wakipokea Roho Mtakatifu, na chapter number 3 Simon Peter akawa pastor wa kwanza kuhubiri baada ya kanisa kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja na Simon Peter kwa chapter number 4, tukaona akishikwa kwa sababu chapter number 3 alimponya mtu ambaye hakukuwa na miguu. Alimwambia katika jina la Yesu Kristo, mimi sina pesa, sina dhahabu, lakini jina la Yesu Kristo ndio liko nalo. Inuka na uende. Kiwete akaingia hekalu, tukasikia kirukaruka. Na baada katika chapter 4 tukasikia huyu Petro akiwekwa gerezani. Katika chapter number 5 tukasikia huyu Petro
ameanza sasa mpaka kivuli yake inaponya watu. Akipitia tu penye wagonjwa wako, hata hajaongea nao, wanainuka wanapona. Kwa chapter namba hiyo bado 5 tukaona watu wakitoa sadaka, na tukamuona Anania akileta sadaka nusu. Alikuwa ameweka pledge, lakini amerudi kuleta nusu. Na huyu Petro akamwambia, umemdanganya Roho wa Mungu. Na Anania akakufa hapo hapo kwa madhabahu ya Mungu, akaenda akazikwa. Petro anaendelea na kuhubiri ya kwenda mazishi, na kanisa hawakwenda mazishi. Ashas peke yao ndio walienda kumuzika Anania. Bibi ya Anania the same, na akaenda akazikwa na Ashas. Tukaona huyu Petro katika ile chapter tulitoka ya last Sunday, katika chapter number 9 tuliona Petro amerudi tena. Na sasa katika chapter number 10 tuko bado na Petro. Petro inasemekana ako mahali panaitwa Yafa, na ako kwa mtu mwingine bado anaitwa Simeon, mtengenezaji wa ngozi. Anaishi huko. Petro anaishi kwa mtu anaitwa Simeoni, mtengenezaji wa ngozi. Na sasa Kornelio ametumana. Kornelio vile aliambiwa na malaika alifanya hivyo. Lakini wakati Petro anatumaniwa na Kornelio, Petro kule naye anaona maono. Bwana Yesu atukuzwe. Tulisema Mungu wetu akaagi kuagiza. Tulisema Mungu wetu huwa ananena na watu wake na kuwatayarisha. Kile ambacho kita happen next year, Mungu anakutayarisha saa hizi. Kile ambacho kita happen leo jioni, Mungu anakutayarisha saa hii na anakuambia 1 2 3. Bwana Yesu atukuzwe. Lakini wale ambao Mungu ananena na wao ni wale wanakaa kulingana na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu atukuzwe. Sasa tunamuona Petro naye upande ule mwingine. Hebu tukimbie pale. Tukimbie pale katika mstari wa 9, tumuone Petro. Siku ya pili yake alipokuwa amekaribia mji wakati wa dhuhuri, Petro alipanda juu ya nyumba kuomba. Bwana Yesu atukuzwe. Na huwa nina challenge wa Kristo, hata wakati ambapo kuna kaa namna gani, hata wakati ambapo hakuna mambo mengi, tenga muda wako wa maombi, wa kutafuta uso wa Mungu. Petro ako kwa wenyewe, ako kwa Simeoni, lakini tunasikia yeye hakusema ati huku hana room ya maombi, kwa sababu ni kwa wenyewe. Alipanda huko kwa gorofa huko juu na akaanza kuomba akiwa juu ya nyumba kabisa. Bwana Yesu atukuzwe. Petro alitenga muda wake wa kuomba, na ni mchana. Verse 10. Alipokuwa akiomba akasikia njaa, akatamani kupata chakula. Lakini wakati alipokuwa akiandaa chakula, akalala usingizi mzito sana. Akaona mbingu zimefunguka na kitu kama nguo kubwa ikishushwa duniani kwa ncha zake 4. Hii nguo ilishushwa kwa ncha zake 4, kumaanisha ilikuwa imetandazwa tu vizuri, inakaa hivi flat, na inashuka kutoka mbinguni, inashuka inakuja mpaka mahali Petro ako. Na Petro, kumbuka Biblia imesema ako na njaa sana, na ako anaandaa chakula, lakini chakula haijaiva. Akaanza kusinzia hivi, akaona mbingu imefunguka, nguo inashuka, shuka inashuka. Umeelewa? Shuka inashuka, na inashuka kama imewekwa flat, imelala hivi. Ati kama kuna kitu kinaweza wekelewa pale, kitasimama tu vizuri. Shuka ikashuka kutoka mbinguni, inakuja mpaka mahali Petro yuko. Sasa sikia ni nini kilitokea pale. Hapa kuna mambo. Verse 11. Akaona mbingu zimefunguka na kitu kama nguo kubwa ikishuka duniani kwa ncha zake 4. Verse 12. Ndani yake walikuwemo aina zote za wanyama wenye miguu 4, nao watambao nchini, na ndege wa angani. Ndipo sauti ikamwambia Petro, ondoka uchinje na ule. Bwana Yesu atukuzwe. Kumbuka Petro amefunzwa na anajua Bible, na anajua kile ambacho Musa alisema kwa Old Testament. Unajua those days akina Petro wakiwa hawakuwa wakisoma New Testament, walikuwa nasoma Old Testament. Mnanielewa sasa
na tunaona huyu Petro ameambiwa ainuke achinje hiyo wanyama ambao wako kwa hiyo shuka akule. Na sio wanyama peke yake, tumesikia mpaka kuna ndege wa kila aina. Na unakumbuka Musa alipeana masharti ya wanyama wenye mtu anafaa kukula na wenye hafai kukula, ndege ambao mtu anafaa kukula na wale ambao hufai kukula. Musa alikuwa amesema ndege ambao miguu yao, vidole za miguu yao zimeshikana kama ya bata. Unaona ile bata inaitwa bata? Bata kiegei, miguu yake sinaona haijawachana. We, mnanielewa sasa? Miguu yake haijawachana. Musa alisema kama hiyo Waisraeli wasifanye nini? Wasikule. Haya, wanyama ambao Musa alisema tukule ni wale kwato ni mbili. Mnakumbuka? Kwato ni mbili, kama ya kondoo, kama ya mbuzi, kama ya ng'ombe, lakini ile yenye kwato imeshikana ni moja kama ya punda, wasikule. Mnanielewa sasa? Halo. Hiyo ni sheria ya Musa ya tangu Old Testament. Na Petro anaelewa hiyo kabisa. Lakini zote wanyama wa aina yote wako kwa hii shuka. Baka wale Musa alisema tusikule wako kwa hii shuka. Baka wale ndege ambao tuliambiwa tusikule wako kwa hii shuka. Na sasa shuka imeleta baka mahali Petro yuko. Na ameambiwa na sauti ya Mungu, chinja, kula. Na usisahau Petro ni akona njaa ile ya mwaka. Njaa akona ile ya mwaka. Na sasa anaambiwa inuka uchije. Hebu turudi pale kwa maandiko ili tuelewe ni nini ambacho kinaendelea. Tumesoma verse 12 na 13. 13 imesema ndipo sauti ikamwambia Petro, ondoka uchije ule. Wacha turudi verse 12 ili kwanza ni kufungue vizuri uone kabisa ni wanyama wa aina gani wako kwa hii shuka. Ndani yake palikuwepo aina zote za wanyama, si aina moja, aina zote. Wenye miguu minne, hao ni wanyama wenye wako na miguu nne kama ng'ombe. Na ujue hapa kuna wanyama wengine wenye hatufai kukula. Sikia. Nao watambao chini, kuna wanyama kama nyoka. Nyoka iko pale kwa hiyo shuka. Na Petro ameambiwa inuka uchinje ukule. We, tuko pamoja? Halo. Watu wameanza kushangaa, leo pastor ni nini hizi anatuambia? Lakini hii ni maandiko. Tulisema tutaenda chapter after chapter ili tuweze kuelewa haya maandiko yanasema nini. Mungu ameamuru Petro ainuke achinje nyoka. Sisi tulisemea Wajakoya sana. Wajakoya alikuwa anasema sijui tutakuwa tunaifinya inatoa mate, sijui tunaenda kuuza. Utakuwa unaifinya umeshika wapi? Lakini sasa hapa ya maajabu ni kwamba ameambiwa shika kisu, chinja hiyo nyoka, karanga, kula. Si uko na njaa? Si Petro unasema uko na njaa? Chinja ukule. Mnakubaliana na Petro atakula? Tunyamuto mwana toleke. Hata ukifunga macho hivi. One day brother yangu alienda China. Alafu akaanza kuni video call. Ananionyesha vitu zenye ameletoa kwa hoteli ziko kwa sahani. Ziko na scales zinakaa ni kama lizard. Nikamwambia hiyo usikule. Halo. Lakini sasa Petro baka hiyo lizard ameletewa hapo. Chinja, kula. Chameleon ule mwenye anafanyanga. We, chameleon ako hapa kwa sahani. Chinja, kula. Aleki unaweza kula hiyo? Haya, wacha tuendelee. Tusikie ni nini yenye Mungu alikuwa anataka siku ya leo. Petro akajibu, la hasha, Bwana, sijawahi kamwe kula kitu chochote kilicho najisi. Ile sauti ikasema naye mara ya pili, usikiite najisi kitu chochote Mungu alichokitakasa. Jambo hili lilitokea mara tatu, na ghafla ile nguo ikarudishwa mbinguni. Bwana Yesu atukuzwe. Petro ameng'ang'ana na Mungu mara tatu. Anaambiwa chinja, kula. Na yeye anasema sijawahi kula lizard. Mungu gai wajira ndiye bea. Sijawahi kula bea. Sijawahi kula. Hey,
aling'ang'ana na Mungu mara 3, anaambiwa chinja kura, anasema no way, siwezi, la hasha, siwezi chinja nyoka nikule mimi Mungu. Anaambiwa utachinja na nĩũgũthĩnja mũndũ. Anaona hii ni nguruwe ile yenye Waislamu wanasemanga ni haramu. Sijui kama Wakristo wanakulaga nguruwe. Wakristo wanakulaga nguruwe? Hello. That is a topic of another day. Hiyo nitawafunza another day. Lakini wacha tu concentrate na hii. Baka ndege ambao hawafai kukuliwa. Imagine ile ndege inang'ang'ananga kwa lami, itoe mbwa yenye ilikanyangwa na lori, na hiyo ndege umeletewa hapa na wewe ni Petro na umeambiwa chinja kura. Baka kigorogoru, baka kigogo, baka zote, baka wanyama kama kegurumoki, baka wanyama kama ni wanyama gani? Fisi ile ya kichaka kabisa, unaambiwa iko hapa, chinja kura. Utachinja? Kuna ingine wesi aling'ang'ana na Mungu mara 3, akaambiwa sauti hii. Sauti ilirudia mara ya 3 ikamwambia, kile ambacho Mungu amekitakaza usikiite najisi. Bwana Yesu atukuzwe. Na hapo ndipo tuko siku ya leo. Ambia mwingine, kile ambacho Mungu amekitakaza usikiite najisi. Domwele, waambie wasikie. Kile Mungu ametakaza usikiite najisi. Wewe Petro wa siku ya leo, kile ambacho Mungu amekitakaza usikiite najisi. Sasa hapa Petro aling'ang'ana na Mungu, akang'ang'ana mpaka dakika ya mwisho, ati ile kitambaa na chakula zake na wanyama wake na mandege zake kikarudishwa mbinguni. Akaona oye, na anakafanige ingi agithija. Unajua ile njaa alikuwa naye ikiendanga. Na hii maandiko inanijenga sana. Jambo hili lilitokea mara 3 na ghafla lile nguo likarudishwa mbinguni. Twende verse 17. Wakati Petro akiwa bado anajiuliza kuhusu maana ya maono haya, wale watu waliokuwa wametumwa na Kornelio wakaipata nyumba ya Simioni mtengenezaji wa ngozi, wakawa wamesimama mbele ya lango. Wakabisha hodi na kuuliza kama Simioni aitwaye Petro alikuwa anaishi hapo. Bwana Yesu atukuzwe. Sasa wale watu wametumwa na Kornelio, wamekuja mpaka Yafa, wamekuta Petro ako anajiuliza hii maono yenye Mungu ameshida hapa ananilazimisha ni nini? Lakini kile ambacho kilitokea ni hiki. Bwana Yesu atukuzwe. Wale watu waliishi, ama Wakristo ama waaminio na Wayahudi wa those days, hawakuamini ya kwamba mtu ambaye si Myahudi anaweza rithi ufalme wa Mungu. Hawakuamini ya kwamba mtu ambaye sio Myahudi anaweza okoka na ajazwe Roho Mtakatifu. Hawakuamini ya kwamba mtu ambaye sio Myahudi anaweza sema Yesu ni Bwana, anaweza toa dhabihu yake na ikubaliwe mbinguni. Bwana Yesu atukuzwe. Lakini Mungu amenena na Kornelio kule ile taoni nyingine, na amemwambia Kornelio, maombi yako, sadaka zako zimepokelewa mbinguni. Bwana Yesu atukuzwe. Na sasa tumana Petro akuje mpaka kwa nyumba yako. Nabii mkubwa ataingia kwa nyumba ya Kornelio leo. Na Kornelio ni wa mataifa. Kornelio ni mtu hajatahiriwa. Ni mtu ambaye watu wanamchukia. Ni mtu ambaye watu wanaona huyu hawezi ona ufalme, onaniatore haha hoyaga. Kornelio alijituma kwa maombi. Kornelio alijituma kwa kutoa sadaka. Alitoa mali yake akapea maskini, na kweli wanachukua mali, lakini wanaendelea kusema hata akiishi hapo akiomba hau atirewera, huyo ni jehanamu, anagoja jehanamu. Lakini kumbe Mungu wa mbinguni hakai hivyo. Bwana Yesu atukuzwe. Mungu wa mbinguni hakai hivyo. Mungu alikuwa ameona moyo wa Kornelio umejiachilia kwake.
Mungu alikuwa ameona Kornelio amejitakaza na ako tayari kumpokea Mungu kwa hali yoyote ile. Kornelio amejitakaza na ako tayari kumpokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atukuzwe. Alikuwa ni mcha Mungu, lakini kumbe hakuwa anajua wokovu huwa unakuja namna gani, Holy Spirit huwa anaingia mtu namna gani, kubatizwa ni kwa aina gani. Yeye alikuwa anaendanga tu kanisa, anatoa ng'ombe zake, anatoa mali yake, anatoa mashamba yake kwa sababu ya kazi ya Mungu na kwa sababu ya wateule wa Mungu, lakini hakuwa ameelewa wokovu na Holy Spirit anakuja namna gani. Mpaka ikamlazimu Mungu huyo wa mbinguni atumane afanye jambo, Petro atoke Nakuru akuje mpaka Bantu Forest kwa sababu ya huyu mteule wa Mungu anaitwa Kornelio. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatumana kwa sababu yako kama utakuwa mwaminifu kwake. Mungu atatumana kwa sababu yako kama utakuwa mwaminifu kwake. Sisikii watu wakisema amen. Sasa Petro alikuja mpaka kwa hii nyumba ya Simeoni mtengenezaji wa ngozi, na Petro akakuja na akaanza kufunza. Wakati Petro anafunza, Kornelio, Bible inasema, sitakusomea yote, Kornelio alianza kutumana watu wa familia yake yote, mpaka maanti zake, mpaka akina shosho na majirani, kujeni, niko na mgeni special anakuja kwangu. Okai, kujeni nyinyi wote. Petro akifika kwa Kornelio alikuta kumejaa watu mpaka nje. Bwana Yesu asifiwe. Akapelekwa mpaka pale mbele. Petro akaanza kufunza. Petro akafunza. Hata hakuwa ameanza maombi, anaendelea kufunza. Akiendelea kufunza, Roho Mtakatifu akashuka, akajaa watu wote walikuwa kule, mpaka watu ambao hawajatahiriwa that day wakaongea kwa ndimi. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani agosho, nifanyieni hivi nione kama tuko pamoja. Watu ambao wanadharauliwa kwa society, Mungu yuko na haja na wao. Mungu alisimamisha mission ya Petro, ilisimama kwanza. Mungu alisimamisha Petro, wacha kuendelea kuhubiri. Last week tuliona Petro yuko Yafa na amemfufua Dorcas. Sio tuliona last week. Lakini kumalizana na mambo ya Dorcas na mission nyingine yote yenye yako nayo Yafa, alitumanishiwa wachana na hiyo ingine, utakuja kuendelea. Kuna mambo muhimu dunia nzima, hata bingu imesimama. Kwanza uende ukomboe watu ambao wako kwa Kornelio. Bwana Yesu asifiwe. Na kile ambacho ninatamani siku ya leo ni uondoe ile mentality ya kusema fulani hawezi ona biguni. Kuna watu ambao wanachukiwa kwa society. Unaonaga mpaka hata nguo ile amevaa anaonekana uchi kwa sababu imeraruka, imekwisha, hana chochote. Lakini kumbe kwa Mungu ana sehemu. Kwa Mungu ana sehemu yake. Gikaroge yake ni harĩrĩirio matu-inĩ. Huko ndiko atafurahia pamoja na wengine. Kuna mtu ambaye anaonekana familia yao vile inakaa, hata kama labda familia yenu ilikuwa ni ya wachawi. Ukishamwamini Yesu Kristo, ukubali kukaa kama Kornelio, utoe sadaka na uwe muombezi, mbingu itafunguka kwa sababu yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mbingu itafunguka kwa sababu yako. Kuna watu ambao huwa wanaangalia wengine, wanaona labda huyu mtu alikuwa maraya. Unajua kuna wale maraya wa huko center, wale wanasimamisha maroli bila kuogopa. Mnawajua, si mnawajua? Na mtu alikuwa pale na alihudumu pale kwa miaka 10. Dakika ya mwisho alikutana na Yesu na akaingia kanisani na akatubu na akabatizwa na ni Mkristo sasa. Lakini wewe uko tu mentality ya huyu ni ule wa maroli. Wewe bado uko kule tu, hautaki kuona kama huyu mtu alibadilika. Kuna mtu ambaye aliishi maisha ya ulimwengu, alipakwa matope na shetani kabisa, lakini Kristo alifika kwake na akambadilisha. Wewe hutaki kuona alibadilika. Kuna watu ambao waliua kabisa, aliua
na akawekwa jela. Lakini akiwa pale jela, prison, akakutana na Yesu, akabadilishwa, akaokolewa, akawa kiumbe kipya. Lakini akirudi kwa society, wewe tu unaendeleanga kusema huyo ni muragani. Huyo ni muragani. Huyu mbinguni hata waiona. Akiriwe bora baka unaanza kukumbuka baka aliua fulani. Huyu ndio alikuwa ameua Achieng na tunajua hivyo. Na wewe umebaki tu kusema aliua Achieng miaka 50 iliyopita. Lakini hujui ya kwamba wakati alienda jela alikutana na Yesu, Yesu akambadilisha, Yesu akamsafisha na sasa ni mteule wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu ambao wamedharauliwa kwa society, wale watu ambao hawakuonekana wakiwa watu wa maana, watu wa mataifa, Roho Mtakatifu alishuka kwa nyumba ya Kornelio na watu wakajazwa na Roho Mtakatifu. Watu wakabadilishwa, watu wakawa viumbe vipya kwa nyumba ya Kornelio. Leta mawazo yako kwa Roho wa Mungu. Ondoa mawazo yako kwa shetani. Yule shetani ambaye huwa anakuambia ya kwamba nani adagi honoka fulani agoje jehanamu, na siniye alikuanga Karumanzira, siniye aliroga fulani na tulijua na tulienda mazishi. Unajua wewe hujawahi ona uchawi kama hujaishi Rorigi. Sisi tulizaliwa Rorigi. Halo. Na tumewahi ona mwingine akitumiwa inaitwa aje goa ni radi. Anatumiwa radi, anagongwa kukiwa na jua, anakufa. Na yule mwenye anatumia na radi, kumbe Mungu anaweza mubadilisha. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hiki kitabu cha Matendo ya Mitume bado tu tuliona kwa ilikuwa chapter number 7. Tuliona Karumanzira akiokoka. Si tuliona Simeoni mwenye alikuwa mchawi namba 1. Watu walikuwa wanamuogopa sana. Watu walikuwa wanasikianga ni Simeoni anakuja. Karumanzira. Lakini huyu Karumanzira alikutana na Filipo. Na Filipo tulisema alikuwa Mkristo kama mimi na wewe. Hakukuwa hata na mafuta. Hakuwa pasta. Alikuwa mtu kama wewe, Mkristo. Lakini alihubiria Karumanzira. Karumanzira akasema nitahera. Akapiga magoti na akaokolewa na Bwana. Bwana Yesu atukuzwe. Nini kinaweza kukukataza wewe usibadilishe makarumanzira wa kijiji chenu? Ni nini kinaweza kukufanya wewe usibadilishe makahaba wa kijiji chenu? Ni nini kinaweza kukufanya wewe usibadilishe wauaji wa kijiji chenu? Hata wale ambao wanaua na wanafanya robbery with violence na ile kamguu ya kuku. Unaweza kuwabadilisha jinsi ambavyo tumeona katika hichi kitabu cha Matendo ya Mitume tangu tulipoanza. Siku ya leo tunaona Kornelio, kile ambacho kilifanya Kornelio atumanishiwe na Mungu wa mbinguni na mission ya Petro kwanza isimamishwe kwanza Kornelio akaokolewe ni sadaka zake na maombi yake. Bwana Yesu atukuzwe. Watu huwa wanapuuza sadaka na ni sadaka ni ya maana sana. Hata wale ambao wanatutazama kwa online, tumewawekea nambari ya sadaka pale. Jaribu kabisa, toa dhabihu yako siku ya leo. Uone kile ambacho Mungu atakutendea kwa maisha yako. Mungu mwenyewe atatumana na utaona utofauti katika maisha yako. Ukristo wako utabadilika. Bwana Yesu atukuzwe. Petro akaongea, akafunza kwa nyumba ya Kornelio na watu wakajazwa na Roho Mtakatifu. Mpaka wale watu ambao walikuwa wamedharauliwa na walikuwa wameonekana hawana umuhimu wowote wakabadilishwa. Natamani kama kanisa la Bwana siku ya leo tutaondoa that mentality ile ilikuwa na Petro ya kusema ya kwamba watu wa mataifa sitahubiria, watu wa mataifa sitaenda kuwahubiria na sitawaombea, na nimekataa, siwezi kula vitu chafu. Naye Mungu anamwambia hakuna kitu kingine utafanya. Mission kwanza isimame, ukaokoe Kornelio na watu wa nyumba yao. Bwana Yesu asifiwe.
Petro alikuwa amekataa kile kilimaanisha kwa hizi vyakula ambavyo alikuwa ameletewa. Alikuwa anajaribu kuonyeshwa ya kwamba hata wale watu ambao wamechukiwa, hata wale watu ambao hawana umuhimu wowote kwa society, Mungu yuko na umuhimu na wao. Hata yule mwendawasimu unaonanga hata hana nguo, anatembea huku nyuma inaonekana wazi, hajajifunika, huyo Mungu yuko na haja na yeye. Wale watu ambao ni wa mataifa, hao ambao wanafanana na nyoka, hao ambao wanafanana na wanyama wengine walikuwa chameleon, na wengine wanafanana na lizard, mena magigi, yani hata kuwakaribia unasikia hapana. Unajua kuna watu wanajionanga very special, hawezi enda kwa maombolezi kwa watu wenye si wa kanisa yao, sio kwa watu wa dini yao. Hata hawezi enda kukunywa chai ya mtoto kwa watu wenye sio wa dini yao, kwa sababu yeye ameokoka. Mthiguyo, yeye ameokoka, hawezi karibiana na watu. Lakini cha ajabu, mimi huwa najiuliza, kwa nini hawa watu huwa hawakatai kuingia kwa matatu? Kwa sababu matatu iko na wafuta bangi ndani. Matatu anaingiaga tu na anasafiri na wao. Kwa nini huyu mtu hakataagi kuingia kwa hospitali? Kwa sababu huyu mwenye amelazwa kwa hiki kitanda ingine, hata shida yake ilitokana na ile mapombe anakunywanga makarikari. Na wala uko hapa mhonoki na umekaa na wao kwa hospitali. Kwa nini wale waokofu kabisa, wale wanasema biguni ni kwao na si kwa watu wengine, kwa nini wakiwekwa kwa mochari hawasemagi ndukahutithania na huyu anawekwa mochari the same na wale wenye waligogwa wakitoka kukunywa? Si ni kweli? Hata wengine waligombania kwa pombe na akagogwa na mwingine na kichupa kichwa akakufa, analetwa kwa mochari, anawekwa penye pasta amewekwa kwa mochari. Wanakaanisha na yeye wanakaanisha na yeye. Hii inakuonyesha nini? Kuna mambo ambayo Mungu huwa anafika analeta level moja. Mbinguni ni kwetu sisi wote, na wale ambao watasema ni kwao wakifika wafunge mlango. Matuinene gwito ithuothe, sisi wote huko ni kwetu. Bwana Yesu atukuzwe. Hapa Petro anajaribu kuangana na Mungu, anamwambia vitu najisi usijaribu kuniletea hapa. Naye Mungu anamwambia vitu ambazo mimi Mungu nimetakaza usiziite najisi. Huyo maraya ambaye unaona ni maraya, Mungu alimuokoa na amembadilisha. Yeye ni candidate wa heaven. Huyo mtu ambaye unaona alikuwa mchawi karumanzira, Mungu alimbadilisha na yeye ni candidate wa heaven. Bwana Yesu atukuzwe. Kuna mambo ambayo tunafaa sasa tuanze kuondoa kwa maisha yetu na kwa mawazo yetu. Kuna siku ambayo niliambia watu hivyo na kanisa lilikuwa pale juu. Walevi wakaanza kukuja. Wanakuja, alafu unaanza kuona mtu anaanza na next Sunday akuja anasema hiyo kanisa inakujagwa na walevi. Sitaenda. Wacha nikwambie, matuinene gwito ithua sisi wote. Yule mwenye atakubali kunyenyekea na kuoshwa na damu ya Yesu Kristo, yeye ni candidate wa mbinguni. Despite ya kwamba alikuwa amenyang'anya wa mama watatu wazee. Usiendelee kusema ati ni husband sinasha. Aliwacha na akaokolewa na damu ya Yesu. Usiseme huyu ni muuaji. Aliwacha na akaokolewa na damu ya Yesu. Usiseme huyu ni mvutaji wa bangi. Aliwacha na akaokolewa na damu ya Yesu. Sasa yeye ni candidate wa heaven. Mbinguni ni kwetu sisi wote. Hata wale hawajatahiriwa kwao ni mbinguni. Hata wale walitahiriwa kwao ni mbinguni. Hata wale ambao ni weusi kwao ni mbinguni. Wale weupe kwao ni mbinguni. Wale maskini wa mwisho mpaka hata anakaoganga tu maji na unga, na kwake wanakunywa leo, kesho na kesho kutwa maji na unga pekee. Haina masiwa, haina sukari, hawana chakula ingine, naoka motu na mai. Inakuwa osoro kamoi.
sijui Osoro Kamoi, hata kama huyo mwenye anakunyanga Osoro Kamoi akimwamini Yesu Kristo, na yule mwenye anaendanga mpaka anaenda kudufu weekend, siku na wale weekend lazima aende adufu hao wakiamini Yesu, na wale waamini Yesu, wale wabatizwe na hawa wabatizwe, wajazwe roho wale na wale wajazwe roho, wote kwao ni mbinguni. Bwana Yesu atukuzwe. Maya tuinene gwito ithuothe, mbinguni ni kwetu sisi wote. Petro ameondolewa hiyo mentality na Mungu. Kile ambacho Mungu ameita kisafi, usiseme tena ni kichafu tena. Wacha tuwakumbatie hata wale ambao wanaonekana hawana umuhimu wowote kwa society. Tuwakumbatie na tukae kama jamii moja, tukigoja kufunguliwa mbinguni, tukafurahie pamoja na Kristo. Natumai sitaongea mambo mengine. Nataka tusimame kwa miguu. Hebu tusome verse 43 mkisimama. Verse 44 mkisimama. Chapter 10 verse 44. Mutirogame andu a Ngai. Wakati Petro alikuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu aliwashukia wote waliokuwa wakisikiza ule ujumbe. Wale watohara walioamini waliokuja na Petro walishangaa kwa kuona kuwa kipawa cha Roho Mtakatifu kimemwagwa juu ya watu wa mataifa, kwa kuwa walisikia wakinena kwa lugha mpya na kumwadhimisha Mungu. Mpaka watu ambao ni wa mataifa watajazwa Roho Mtakatifu na watanena kwa lugha mpya, kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuamini ya kwamba Mungu atatutendea kama jamii moja. Wacha nikupe tu nafasi, inua tu sauti yako mahali popote ulipo. Inua tu sauti yako, ambia Bwana, mimi Mungu ninataka unisaidie. Niache kubishana na wewe, nikubali ya kwamba wengine wanaweza ingia mbinguni. Ambia Mungu akuondolee hiyo mentality ya kushinda umebishana na yeye na kukataa ati wengine hawawezi ingia mbinguni. Inua sauti yako, nakupa tu nafasi. Inua sauti yako Mkristo. Inua sauti yako Mkristo, mwambie Bwana, Baba, natamani hata mimi niwe mmoja wa wale wa paradiso. Natamani niungane na wengine, tuingie tufurahie maisha ya milele pamoja na Kristo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Makayanda ramazika. Makayanda ramazika. Makayanda ramaporia. Kinda raba bozika rama hande lima poria. Inua sauti yako mbele za Bwana, mwambie Mungu, Mungu, tunatamani tuwe kama jinsi ambavyo ulitenda kwa nyumba ya Simeoni mtengenezaji wa ngozi. Jinsi ambavyo Baba uliwashukia watu wa mataifa, watu ambao hawakuwa wametahiriwa, watu ambao hawakuwa na umuhimu kwa society ya Waisraeli. Baba, uliwapokea kwako. Baba, tupokee na sisi. Baba, tupokee na sisi. Haijalishi yale ambayo umetenda, haijalishi njia ambazo umepitia, haijalishi yale ambayo umekuwa ukifanya katika ulimwengu huu. Baba anakupa nafasi ya kumpokea Roho Mtakatifu mchana wa leo. In the mighty name of Jesus. Kinda raba bozika rama hande lima poria. Mari koboshe teria lima zeria. Lima zika lima hande lima poria. Mungu anakuchukia mchana wa siku ya leo. Mungu anakutendea mchana wa siku ya leo. Mungu anakutendea mchana wa siku ya leo. Mungu anakutendea mchana wa siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo, pokea kile ambacho unatamani. Pokea kile ambacho unatamani. Pokea kile ambacho unatamani. Pokea kile ambacho unatamani. Katika jina la Yesu Kristo Bwana. Uheshimiwe Bwana. Uheshimiwe Bwana. Utukuzwe Bwana. Uinuliwe Bwana kwa sababu unatenda. Thank you Jesus. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. Makadasha.
Kinda raba buzika na mahandi lima zeri. Tunakuabudu Bwana, tunakuabudu Bwana, tunakuabudu Bwana, tunakuabudu Bwana. Asante Mtakatifu wa Israeli, kwa sababu una kusudi jema na maisha ya kila mmoja wetu. Uinuliwe na utukuzwe kwa sababu wewe ni Mungu. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Asante, 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 asante. Maombi yako na kilio chako kimefika mbinguni. Na Mungu anasema atakutendea. Mungu atakutendea. Matamanio ya moyo wako Mungu atayatimiza katika jina la Yesu Kristo Bwana. Tupigie Yesu makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Chukua tu nafasi ya kumwambia Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Mshukuru Bwana kwa sababu amesikia maombi yako. Amesikia kilio cha moyo wako. Mwambie asante. Hey, Kristo twakushukuru. Baba twakushukuru. Asante ewe mfalme wa wafalme. Asante kwa kusikia kilio cha mioyo yetu. Asante kwa sababu ya kusikia maombi yetu mchana wa leo. Uinuliwe na utukuzwe kwa sababu umetenda. Uinuliwe na utukuzwe kwa sababu umetenda. Wewe ni Baba na wewe ni Mungu. Hey, thank you Jesus. Asante kwa sababu unasikia na unajibu. Nataka tumtolee Mungu wetu sadaka zetu na dhabihu zetu. Tuinue sauti zetu, tuinue dhabihu zetu mbele za Bwana. Tuzilete hapa kwa madhabahu na Mungu atatenda. Wale ambao wako online, nambari zetu za kutoa sadaka zetu ziko pale kwa screen. Ni 0740 80 93 11 0740 80 93 11 0740 80 93 11. Na ukipokea hili neno unaweza sambaza kwa wengine, share kwa watu wengi waweze kupokea ujumbe wa neno la Mungu na baraka za Mungu zitakuwa juu yako. Nataka tuweze kuomba kwa sababu ya sadaka zetu ili tuweze kuzitoa. Hata watu wa online tuombee sadaka zetu na najua zitakuwa za baraka. Tuombe. Mtakatifu wa Israeli na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tazama wapendwa hawa wako na dhabihu ambazo wangependa kutoa kwa madhabahu yako. Mungu wetu, naomba upokee dhabihu hizi. Wacha ziwe kumbukumbu mbele ya kiti chako cha enzi. Wacha ziwe kumbukumbu mbele ya kiti chako cha enzi, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu unasikia. Sadaka za Kornelio zilifanywa kumbukumbu mbele zako, zikafanya aokolewe pamoja na jamii yao yote. Wacha dhabihu za wapendwa hawa ziwe kumbukumbu mbele zako. Hata wale wanakutolea wakiwa online, wacha sadaka zao na dhabihu zao ziwe kumbukumbu mbele zako, Mtakatifu wa Israeli, ili utuondolee kila aina ya laana kupitia kwa dhabihu hizi. Nakemea kila aina ya laana katika jina la Yesu. Nakemea kila aina ya magonjwa katika jina la Yesu. Nakemea kila aina ya uchawi katika jina la Yesu. Nakemea aina zote za devil worshiping katika jina la Yesu Kristo. Natangaza wameinuliwa, natangaza wamebarikiwa. Biashara zao zimebarikiwa. Kazi za mikono yao zimebarikiwa, kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Tumtolee Mungu sadaka zetu. Wale watatoa kwa njia ya simu watoe kwa 0740 80 93 11 0740 80 93 11. Jamii ya online, asanteni sana kwa sababu ya kutazama mahubiri yetu ya siku ya leo. Nyinyi ni watu wa nguvu, nyinyi ni watu wa baraka kwetu. Natumaini leo mumeona utofauti kidogo, na najua mumejiunga nasi kumshukuru na kumtukuza Mungu kwa sababu ya umbali ametuleta, kwa sababu ya mengi ametutendea kama jamii ya CFF ya Burnt Forest. Na kuanzia Jumapili ijayo
Kama ungependa kujiunga nasi kanisani, utatupata pale mtaa wa Turudi opposite Koilgate Posho Mill. Opposite Koilgate Posho Mill, pale utatupata na utabarikiwa sana. Wale ambao mko hapa kanisani mnajua hivyo, tutaweza baada ya hili tutaondoka, tutaenda pale kwa madhabahu yetu mapya ili tuweze kuya anoint na kunena jambo kwa sababu yake, kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. God bless you. God bless you. God bless you. Tupigie watu wa online makofi wanapoondoka katika jina la Yesu Kristo. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Hata ukiondoka ukienda nyumbani, enda uangalie pale kwa Facebook.